Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena katika kipindi cha leo, na ninakukaribisha sana tuweze kujifunza maneno ya Mungu. Leo tena kujifunza moja ya somo ambalo naamini kwamba ni muhimu sana 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 kwa mtu yoyote, awe ni Mkristo, awe ni mtu ambaye hajaokoka, kulifahamu. Moja ya somo muhimu sana 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 kulifahamu kwa mwanadamu yeyote aliyoko hapa duniani. Kwa bahati mbaya tunaishi katika dunia ambayo watu wengi wakiangalia mambo ambayo yanawazunguka, wakiangalia mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu, wakiangalia mambo ambayo yanaendelea katika dunia, vita, magonjwa, umaskini na shida mbalimbali ambazo zipo katika dunia, kwa bahati mbaya sana wanashindwa kuelewa kwamba si Mungu ambaye anapenda haya mambo yatokee. Wanashindwa kuelewa kwamba mpango wa Mungu wa awali haukuwa hivi. Wakiangalia vita, wakiangalia nchi zinazopambana na nchi, wakiangalia mauaji yanayoendelea kila kukicha, wanahisi kwamba Mungu labda alikosea kuumba dunia. Hapana ndugu yangu, naomba nikuhakikishie kwamba sio mpango wa Mungu, na wala Mungu hakuumba dunia awali ikiwa kama hivi unavyoiona leo. Sasa leo tena kuangalia kitu ambacho nadhani ni moja ya somo muhimu sana 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 sana, kila mtu kuweza kulifahamu na kuweza kuelewa kwa sababu gani haya mambo yanatendeka, kwa sababu gani haya mambo yanaendelea. Kama Mungu aliumba dunia ikiwa kamili, je, haya mambo yametokea wapi? Somo la leo linaitwa, kama unavyoona, ni anguko la mwanadamu. Somo ni anguko la mwanadamu. Tunaposema anguka, ina maana mtu alikuwa katika sehemu fulani akashuka kiwango, akashuka nafasi. Ndio tutaenda kuangalia kuhusiana na anguko la mwanadamu. Na kwa kulifahamu somo hili tutaenda kujibu maswali mengi mengi ambayo mtu hata wewe nadhani ulikuwa unajiuliza, na vitu vingi ambavyo naamini ulikuwa umefahamu tutaenda kuviangalia leo kwa makini na tutaenda kuvifahamu, na naamini Mungu atakubariki sana 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 sana. Kama tuko pamoja, unaweza kutype hapo neno lolote kwenye comment ili tuweze kujua kwamba tuko pamoja. Kwa tena kuangalia kuhusu anguko la mwanadamu, na tutaenda kuanza kwa kuangalia maneno ya Yesu ambayo alizungumza katika Luka sura ya 19 mstari wa 10. Kuna vitu alivizungumza pale ambavyo naamini ukiangalia kwa makini sentensi utaweza kupata kiini cha somo hili ambalo ni anguko la mwanadamu. Luka 19 mstari wa 10, Yesu alikuwa anazungumza akasema, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Maneno ya Yesu anasema kwamba mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbuka hapa anajizungumzia yeye mwenyewe kwamba yeye ni mwana wa Adam, na anasema kwamba yeye alikuja duniani ili kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sasa katika sentensi kuna vitu vitatu vya msingi ambavyo lazima uviangalie. Anasema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Jambo la kwanza la kujiuliza ni mambo gani yaliyopotea? Jambo la kwanza ni mambo gani yaliyopotea? Anasema alikuja kutafuta kile alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mambo gani yaliyopotea? Sasa katika sentensi lazima tujue mambo gani yaliyopotea. Jambo la pili kwenye sentensi lazima tujue ni nani aliyepoteza. Kama kulikuwa kuna mambo yalipotea, basi ni nani aliyeyapoteza haya mambo? Ni nani aliyeyapoteza? Ni nani aliyepoteza? Jambo la tatu la kuangalia ni nani aliyeyachukua. Nimesema kuna mambo yalipotea, ni nani aliyepoteza na ni nani aliyeyachukua. Ni nani aliyeyachukua? Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ni nini kilipotea? Ni nani alipoteza? Na ni nani alichukua? Lazima uangalie. Kama ulikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, je, ni jambo gani kilipotea? Ni nani alikichukua? Na ni nani aliyepoteza? Kwa katika somo la leo tutaenda kuangalia vitu vitatu, na naomba uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Kuna vitu ambavyo utajifunza hujawahi kuvisikia tokea umezaliwa. Naamini kuna baadhi ambavyo utakuwa hujawahi kuvisikia kabisa. Anguko la mwanadamu ndio somo letu, na tutakuwa na hili somo kwa series. Nadhani tutakuwa na series kama
session kama 2 ama 3 kwa sababu lina upana mkubwa sana, na naamini ni muhimu kwa kila muamini kuweza kufahamu. Kwa vitu vitatu lazima tutaviangalia, na siku leo tutaenda kujibu maswali matatu, na naamini Mungu atakufunulia na kuweza kutambua ukweli. Ilikuwaje kuwaje mpaka dunia imefikia hapa ilipo? Ilikuwaje kuwaje mpaka unaiona dunia ipo hivi ilivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili kuweza kufahamu yote haya, tena kusoma katika kitabu kile cha Mwanzo, kuna majibu mengi sana kuhusiana na anguko la mwanadamu, na tutaenda kujua kipi kilikuwa kinaendelea kabla mwanadamu hajaanguka. Nimesema mwanzo, tunaposema mwanadamu alianguka, maana yake alikuwa katika position fulani, akadrop in value, akadrop in authority, akashuka kiwango. Ndio maana tunasema anguko la mwanadamu, ukimaanisha kwamba mwanadamu hapo mwanzo alipoumbwa na Mungu hakuwa hivi kama sasa hivi ambavyo tupo. Kuna hali alikuwa nayo, na hiyo ndio tutaenda kuangalia. Kwanza, mwanadamu alikuwa na hali gani, mwanadamu kwa sababu gani aliumbwa, na mwanadamu kwa sababu gani alianguka, na tutaenda kujibu maswali matatu muhimu sana katika somo hili la leo kwa session hii ya kwanza. Kwa tena kusoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 28, pale tunaenda kupata picha kamili pale ambapo Mungu alimuumba mwanadamu. Mwanzo 1:28, na Biblia inasema, tutaanza kusoma mstari wa 26 mpaka 28. Tutasoma hapo 26 mpaka 28. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari 28, Mungu akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hapo tunapata picha, baada ya Mungu kuumba dunia, akaumba kila kitu, akaumba wanyama, akaumba ndege, akaumba samaki, akafanya kila kitu. Sasa akafikia wakati wa kuumba mwanadamu. Kumbe tunatambua kwamba vitu vyote Mungu aliviumba kwa ajili ya huyu mwanadamu. Vitu vyote Mungu alikuwa anaumba, wanyama, aliumba ndege, aliumba samaki, akaumba bahari. Kumbe lengo lake ni kuweka mazingira ambayo ataenda kumweka huyu mwanadamu ambaye amemuumba. Na hapa nasema sababu za kumuumba ni kwamba akatawale. Kumbe tokea awali mwanadamu tuliumbwa kama watawala wa hii dunia. Kwa Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, akamfanya mtu, alafu akamwambia ukatawale samaki, ukatawale ndege, ukatawale bahari, ukatawale kila kitu kilichopo katika hii dunia. Mwanadamu, agizo la kwanza alilopewa na Mungu ni kwamba aende akatawale. Na tunaambiwa Biblia kwamba Mungu alimfanya mwanadamu, akamwambia akatawale, akampa kila kitu. Mstari 31, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hii sentensi ni ya muhimu sana. Biblia inasema kwamba Mungu alipofanya kila kitu, baada ya kumfanya mwanadamu, baada ya kufanya samaki, baada ya kufanya dunia, Biblia inasema Mungu kila kitu akiona ya kuwa ni chema sana. Yaani hakukuwa na kitu kiovu, hakukuwa na kitu kibaya, hakukuwa na vita kama unavyoona sasa hivi, hakukuwa na magonjwa, kila kitu kilikuwa ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo unavyoona dunia inavyoenda sasa hivi, sio mpango wa Mungu wa awali. Mungu hakuumba dunia hivi, kuna kitu kilitokea, na ndio tutaenda kuangalia leo. Sasa tumesema kwamba Mungu aliumba dunia. Naomba tuangalie hii representation. Naamini kuna kitu hapo utapata. Nitatolea mfano kwa mchoro kwamba Mungu aliumba dunia. Tunasema huu ni Mungu. Mungu aliumba dunia. Nitawakilisha hii kwa mishale. Mungu aliumba dunia. Ina maana tunasema kwa mfano hii ni dunia ambayo Mungu aliumba, akaifanya dunia. Lakini pia tunaona kwamba tumesoma hapo kwamba Mungu akamfanya na mwanadamu. Mungu alimfanya na mwanadamu, ambaye mwanadamu wa kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa ni Adam. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamfanya ni mwanadamu. Halafu Mungu akafanya kitu hapa, akamwambia mwanadamu aitawale hii dunia. Ina maana tunaposema kutawala, Mungu atufanya niki aliumba dunia na kila kitu. Halafu akaichukua dunia, akampa Adam, akamwambia Adam, hii dunia naomba uichukue wewe,
uitunze, uilinde, uifanye kila kitu ambacho unaona ni sawa. Akachukua dunia akampa Adam. Ina maana Mungu aliumba dunia, lakini yale mamlaka ya dunia akampa Adam. Hii naomba tufahamu, mtu wa Mungu, mamlaka ya dunia Mungu alimpa Adam. Alimpa Adam, akamwambia Adam, naomba uchukue hii dunia, uitunze, uilinde, iwe ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana mwanzo dunia ilikuwa chini ya Mungu, lakini Mungu akaichukua akampa Adam. Ina maana Adam akawa ndiye mtawala wa dunia. Adam akawa ndiye mtawala wa dunia, kwa sababu alipewa na Mungu akaambiwa ukatawale. Kwa Adam ndio akawa mtawala wa hii dunia. Adam ndio akawa mtawala wa hii dunia. Sasa kuna kitu kilitokea hapa ambacho leo tutaenda kukiangalia kwa makini. Ilikuwaje mpaka tunasema kuna kitu kinaitwa anguko la mwanadamu? Nini kilitokea kwa mwanadamu ambacho tunasema kwamba mwanadamu alianguka? Tena kuangalia hapa katika kitabu cha Mwanzo hapo Mungu alipomfanya Adam alimpa agizo moja ambalo tunalifahamu, akamwambia tunda la mti ulio katikati ya bustani usile, ukila hilo tunda utakufa. Alimpa agizo, alimpa amri kwamba usifanye hiki, ukifanya utakufa. Na kama unavyojua kwamba Adam akaenda, Hawa akala tunda, kisha akamdanganya Adam, kisha tunasema Adam naye akala tunda. Ina maana akaasi authority ya Mungu. Naomba tuangalie kitu kimoja kwenye ile Warumi 6:16. Kuna jambo pale Paulo analizungumzia ambalo ni muhimu sana, nadhani ni muhimu sana kufahamu kwenye hili somo ili kuweza kuweka uhusiano mzuri hapa. Anasema 6 mstari wa 16. Paulo anawaambia Warumi, anasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Paulo anasema neno hili, naomba usikilize kwa makini ndugu yangu. Anasema hamjui ya kuwa yeye unayejitoa nafsi yako katika kumtii umekuwa mtumwa wa yule unayemtii. Anasema niki, kama wewe mtu kila siku anakutuma, nenda hiki kalete, unaenda unaleta, nenda kalime, unaenda unalima, nenda kafanya hiki, unaenda unafanya hiki, nenda kafanye kitu fulani, unaenda unafanya. Anasema kama umekuwa ni mtii kwa mtu, wewe umekuwa ni mtumwa wake. Na hiyo ndio maana utumwa. Utumwa ni maana yake unafanya kitu kwa ajili ya mtu, hauna malipo yoyote, hauna chochote unachofanya. Anasema ukitii mtu anachokwambia, na maana umekuwa mtumwa wa yule unayemtii. Kwa kumtii Mungu unakuwa mtumwa wa Mungu. Ukimtii shetani unakuwa mtumwa wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimtii Mungu, ndio maana Biblia inasema mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa sababu ukimtii Mungu unakuwa uko chini ya authority ya Mungu, unakuwa uko chini ya mamlaka ya Mungu. Hivyo hivyo ukimtii shetani unakuwa chini ya mamlaka ya shetani. Sasa Mungu alimpa Adam agizo, akamwambia tunda la katikati la mti la bustani usile. Ina maana Mungu akampa agizo Adam. Adam kwa kumtii Mungu akawa yuko chini ya authority ya Mungu. Lakini Adam akakubali kumtii nyoka ambaye shetani, na akala tunda. Ina maana kwa bahati mbaya sana mtu wa Mungu, shetani ambaye alimdanganya Hawa. Lakini kumbuka Adam hakudanganywa, aliyedanganywa ni nani? Aliyedanganywa ni Hawa, ni mwanamke. Adam alikula tunda kwa kupenda, kwa maamuzi yake mwenyewe bila kulazimishwa. Ndio maana Biblia inasema kwamba Adam hakudanganywa. Aliyedanganywa ni mwanamke. Adam alikula tunda akijua, alimtii shetani kwa kujua, kwa makusudi kwamba mimi nakula tunda, kwa makusudi kwamba mimi namwasi Mungu, kwa makusudi akijua madhara baada ya kula tunda. Tutaenda kuangalia kwa sababu gani Adam alikula tunda, na tutaenda kuangalia kwa sababu gani Biblia inasema Hawa alidanganywa. Adam hakudanganywa, alikula tunda akijua.
alijua alichokuwa anakifanya. Hawa alikuwa ajui. Kwa Hawa akampa tunda Adam. Adam akala tunda, na tumesema ukimtii mtu unakuwa mtumwa. Ina maana huyu Adam ambaye kumbuka ndio alikuwa mtawala wa hii dunia, akala tunda, ina maana akawa mtumwa wa nani? Wa Shetani. Ina maana Adam akaingia kwenye utumwa ama utawala ama mamlaka ya nani? Ya Shetani. Adam akawa chini, lakini kumbuka Adam, dunia iko chini yake. Ina maana kama Adam anaingia chini ya utawala wa Shetani, na dunia nayo inaingia chini ya utawala wa nani? Wa Shetani, mtu wa Mungu, na dunia nayo inaingia chini ya utawala wa Shetani, kwa sababu Mungu alimpa dunia Adam. Alimpa dunia Adam waitawale. Kwa Adam kumtii Shetani, badala ya kumtii Mungu kwa kula tunda, ina maana Adam akawa chini ya mamlaka ya Shetani. Kwa kuwa dunia iko chini ya Adam, na dunia nayo ikajikuta imeingia chini ya mamlaka na utawala wa Shetani. Hapo ndo tunapata sasa kwa nini kwenye Biblia tukisoma tunaona maneno kwamba Biblia inamtambua Shetani kama Mungu. Kama ulikuwa ufahamu, Biblia inamtambulisha Shetani kama Mungu wa dunia hii. Naomba tuangalie kwa ufupi nini maana ya Mungu, kwa sababu watu wanaposema mbona unamuita Shetani Mungu, ina maana Shetani ndo kaumba hii dunia, ina maana Shetani ndo watu wanashangaa. Mungu ni mmoja na vitu kama hivyo. Kama Mungu ni mmoja, Biblia isingesema usiabudu miungu mingine. Ina maana Biblia inatambua uwepo wa miungu mingine, lakini Biblia inasema kwamba usiabudu miungu mingine ila mimi, kwamba waabudu Mungu mmoja. Kweli aliyeumba mbingu na nchi ni mmoja, lakini kwa maana ya Mungu ambayo Biblia imetumia kuna miungu mingi. Na tutaenda kuangalia maana ya Mungu kwenye Biblia. Maana ya kwanza ya Mungu, neno Mungu, maana ya kwanza ndio hii, tunamaanisha kwamba muumbaji wa vitu vyote, aliyeumba vitu vyote, Mungu mmoja. Mwanzo 1:1 Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa maana ya kwanza ya Mungu ambayo wengi wanaifahamu hiyo ni kwamba yeye aliumba mbingu na nchi, ni mmoja. Kweli kabisa tunakubaliana kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, ni mmoja na hatobadilika, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, mmoja. Lakini maana ya pili ya Mungu ni mtawala wa mahali fulani. Tukisoma ile Zaburi ya 82:6, Biblia inasema kwamba mimi nimesema ninyi ndinyi miungu wana wale juu nyote pia. Tunaona hapa Mungu anawaita wana wa Israeli kwamba wao ni miungu. Taifa la Israeli anawaita miungu kwa maana ya utawala. Ninyi watawala. Kwa Mungu inaweza kumaanisha utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia pia inatambua uwepo wa miungu mingine. Tukisoma Zaburi ya 36:19 na 20, Biblia inasema wako wapi miungu ya Hamath na Alpadi? Wako wapi miungu wa Seravaimu? Je, wameiokoa Samaria na mkono wangu? Katika miungu yote ya nchi hizi ni nani waliookoa nchi yao na mkono wangu? Hata Bwana uokoe Yerusalemu na mkono wangu. Lakini pia Biblia inatambua Shetani kwa sasa ndiyo Mungu wa dunia, ama mfalme, ama mtawala, ama mkuu wa ulimwengu. Kwa nini Biblia inamsema Shetani kama ni Mungu wa dunia hii? Kusoma ile Korintho wa pili 4:4, Biblia inasema ambaye ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Biblia inamuita moja kwa moja Shetani kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha wasioamini fikra zao, wasiamini injili. Sasa Mungu wa dunia hii ni nani? Ni Mungu aliumba mbingu na nchi, ama ni Shetani? Tumesema tokea mwanzo kwamba Mungu aliumba dunia, tumeona hapa, lakini akamuumba na mwanadamu, na kusudi la kuumba dunia ni kumpa mwanadamu aitawale. Kwa Mungu akampa utawala Adam ndio akawa anaitawala dunia. Hili swala ni la kuifahamu kwa mtu wa Mungu. Watu wengi walifahamu hilo, wanahisi tu tunaishi, lakini Mungu ni kama alichukua, ni kama wewe unaweza kumnunulia mtu zawadi, alafu ukachukua zawadi ukampa, ukamwambia sasa hii zawadi ni yako, fanya chochote unachotaka, lakini nakuonya usitumie zawadi usitumie kitu hivi, kwa sababu ukitumia yatakupata madhara fulani. Ndicho Mungu alichofanya, akamwambia Adam, chukua dunia ni ya kwako, itunze, ulinde, ulime, ufanye chochote, lakini ule tunda kwenye mti usile. Ukila
itakupata madhara hii. Sio kwamba Mungu alikuwa anataka kumzuia Adamu asifurahie maisha kwenye bustani, lakini alikuwa anampa tunaita matumizi. Ukinunua friji ama ukinunua kitu, unapewa ile ya matumizi, kwamba friji unatakiwa utumie hivi na hivi ili liweze kufunction vizuri na kuishi muda mrefu. Kwa Adamu alipewa maelekezo hayo, lakini kwa bahati mbaya akamtii shetani badala ya kumtii Mungu. Na Biblia inasema katika Warumi 6:16, unayemtii unakuwa mtumwa. Ina maana Adamu kwa kumsikiliza shetani na kwa kutii, Adamu hakudanganywa. Alikula tunda akijua madhara yake, alikula tunda akijua kwamba hatofanana na Mungu, kwa sababu Hawa alikuwa ashakula na alimuona mke wake kwamba hajafanana na Mungu. Tutaenda kuangalia katika kipindi kijacho kwa nini Adamu alikubali tunda, akijua kabisa kwamba madhara yake, akijua kwamba hapa sitabadilika wala sitafanana na Mungu, kwa sababu waliodanganywa kwamba utafanana na Mungu ni Hawa, sio Adamu. Adamu alikula tunda akijua kwamba nakula na madhara yake yalikuwa ni yapi. Kwa Adamu kwa kumtii shetani akawa chini ya utawala wa shetani. Nakumbuka dunia na Adam vilikuwa vipo chini ya dunia na Adam. Mungu alimpa Adam hii dunia. Ina maana Mungu nimesema ni kama rafiki yako kukupa zawadi. Adam kwa kumtii shetani akawa chini ya mamlaka shetani, na kwa sababu dunia ilikuwa chini ya Adam, ina maana na dunia nayo ikawa chini ya Adam. Ndio maana Biblia inamuita shetani mungu wa dunia. Shetani, Biblia inamtambua shetani kama Mungu. Na ili kujua tofauti wa Mungu aliumba mbingu na nchi na shetani, tunatofautisha ama Mungu mwingine, Biblia inatumia herufi ndogo. Inatumia herufi ndogo kutofautisha kati ya Mungu aliumba mbingu na nchi na hii miungu mingine. Kwa hiyo Biblia inamtambua shetani kama mungu wa dunia hii. Tumesema Wakorintho wa pili 4:4, Biblia inamtambua shetani kama mungu wa dunia hii. Lakini pia kusoma Efeso 2:2, Biblia inasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wao wasioamini. Waefeso 2:2, Biblia inamtambua shetani kama, inamuita mfalme wa uwezo wa anga. Tafungua hapo. Waefeso 2:2 inamuita mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Kwa hiyo sio tu inamtambua kama Mungu, Biblia inamtambua shetani kama mfalme, na maana yuko juu ya dunia. Waefeso 2:2 nasema, ambazo mlienenda zamani kwa kuifuata kawaida ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Kwa hiyo Biblia sio tu inamtambua shetani kama Mungu, lakini pia inamtambua shetani kama nani? Kama mfalme. Kwa sababu gani anaitwa mfalme? Tumeshatoa sababu hapo kwamba dunia alipewa Adam akamtii shetani, na kulingana na Warumi 6:16, unayemtii unakuwa mtumwa. Kwa hiyo maana Adam kwa sababu alikuwa anamiliki dunia, ina maana yeye pamoja na dunia yake. Kumbuka hata kipindi kile cha ukoloni, ukija kuchukua mtumwa unakuwa sio wewe tu, unakuwa pamoja na vitu vyako vyote vinakuwa chini ya utawala wa mkoloni. Kwa shetani sio tu atambulika kama Mungu, lakini pia Biblia inamtambua kama mfalme. Lakini kuna maneno ya Yesu pia alizungumza katika Yohana 12:31. Yesu akasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Yesu pia anakuja kumuita shetani kwamba mkuu wa ulimwengu. Ni maneno ya Yesu, sio maneno yangu. Yesu mwenyewe anamtambua shetani kama mkuu wa ulimwengu. Na sababu ipi? Sababu ni kwamba Adamu alimtii shetani, akawa chini ya mamlaka ya shetani. Ina maana Adam na dunia, shetani vikawa chini ya shetani. Maana shetani ndio akawa mkuu wa ulimwengu, dunia, mungu wa dunia kwa maana utawala, na mfalme wa dunia kwa maana utawala. Sio kwa maana uumbaji, hapana. Aliumba Mungu, ni aliumba akampa Adam. Na kumbuka Mungu hana kivuli cha kugeuka, akitoa ametoa, akichukua amechukua. Kwa hiyo na Mungu, Biblia inasema kwamba karama za Mungu hazina majuto. Kwa hiyo Mungu alipompa Adam dunia, uwezo kumpa mtu zawadi alafu kesho ukasema sasa naiomba ukamnyang'anya. Hapana, wewe utakuwa hujatenda haki na wala utakuwa. Je, Mungu si zaidi? Kwa nini ampe mwanadamu kile kitu alafu kesho akichukue? Biblia inasema karama za Mungu hazina majuto. Mungu akupa kitu amekupa, akichukui na kupa na kuchukua akupa. Sio Mungu akugeuka, ni Mungu ambaye akisema amesema, wala kesho yake geuki, hana kivuli cha kugeuka. Kwa hiyo Yesu anamuita tena shetani kama mkuu wa ulimwengu huu. Lakini pia kusoma Yohana 14:30,
14:30 tutasoma hapo. Yohana 14:30 Yesu pia anazungumza kuhusu huyu bwana Shetani. Anasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, naye hana kitu kwangu. Yesu anasema kwamba Shetani anakuja, lakini ndani yangu hana kitu. Sina dhambi wala sina kosa wala sina uasi wala sijamkosea Mungu. Kwa hiyo anasema anakuja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwangu. Anamuita tena Shetani kwamba ni mkuu wa ulimwengu huu. Pia ukisoma tutamalizia pale Yohana 16:11 anasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu, anamuita tena Shetani ni mkuu wa ulimwengu. Kwa Yesu mwenyewe ana acknowledge hii fact kwamba kulingana na uasi wa Adam, Shetani akagain access na dunia. Shetani ndo akawa mkuu wa dunia, akawa ndio Mungu wa dunia, akawa ndio mfalme wa dunia, lakini sio tu dunia, pamoja na miliki wake wa awali ambaye alikuwa ni Adam. Kwa Shetani, Adam na dunia vyote vikawa chini ya Shetani. Ndio maana tunaitwa wanadamu ambao hapo awali tunaitwa kwamba ni watumwa wa Shetani, kwa sababu tulikubali kumtii Shetani, na maana tukawa chini ya utumwa wa Shetani. Sasa kuna vitu ambavyo vilikuwepo kabla ya anguko, baada ya anguko, ili sasa ndo tunaita anguko la mwanadamu. Hapa ndo anguko la mwanadamu lilipotokea. Hapa ndo kulipotokea anguko. Hapa ndo kulipotokea anguko. Tumesema unaona hapo mwanadamu ameanguka, ameingia chini ya utawala wa Shetani, ndio hii tunaita anguko la mwanadamu. Sasa mwanadamu alipopata kulipotokea anguko la mwanadamu, kuna vitu ambavyo havikuwepo mwanzoni. Kumbuka Adam ndio alikuwa mtawala, ina maana hakukuwa kuna magonjwa, wala hakukuwa kuna vita, wala hakukuwa kuna umaskini, wala kuna vitu ambavyo havikuwepo vikaingia baada ya anguko, baada ya Shetani kuwa mtawala. Biblia inamuita Shetani mwizi. Inasema Shetani kwamba mwizi aje ili aibe, achinje na haribu. Shetani kazi yake ni uharibifu. Kwa hivyo ingia akavuruga mambo, alikuwa anaenda kwenye dunia, akavuruga mambo ambayo alikuwa hayapo awali yakawepo baada ya yeye kuwa mtawala. Kumbuka Shetani sio mtawala wa haki, wala atendi haki, wala haki haimo ndani yake, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo alivyoingia kuna vitu ambavyo viliingia havikuwepo mwanzoni. Ndo tutaenda kuviangalia. Kuna maswali ambayo tuliuliza mwanzoni kama unakumbuka. Tukasema kwamba mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tukauliza kwamba mambo gani yaliyopotea. Cha kwanza ambacho tutakiangalia kwa haraka, mwanadamu alikuwa na huu utawala huu. Alipewa utawala na Mungu, huu utawala wa kutawala dunia. Utawala huu hapa, alikuwa na utawala. Mungu alikuwa anatawala dunia, lakini akaja akampa Adam kwamba Adam sasa ndo utawale. Kwa Adam alikuwa na utawala. Baada ya Shetani kuwa Mungu, utawala akawa nao Shetani wa dunia, akawa nao Shetani. Na maana Adam hapo mwanzo mambo gani yaliyopotea? Cha kwanza tutasema ni utawala. Utawala alipewa Adam ukapotea. Cha pili, Adam alikuwa na uhusiano na Mungu, uhusiano. Mungu alikuwa anakuja anatembelea bustani ya Eden bila shida yoyote. Alikuwa na uhusiano huu na Mungu, lakini uhusiano baada ya anguko ukakatika na utawala ukatika. Ina maana jambo la pili lilopotea ni uhusiano na Mungu. Kwa ni mambo mawili ambayo yalipotea. Ni nani aliyapoteza haya mambo? Aliyapoteza ni Adam, sio Hawa. Hiyo nao tutaangalia katika sehemu ya pili. Dunia alipewa Adam, hakupewa mwanamke, hakupewa Hawa, hakupewa mwanamke, alipewa Adam, ndio mtawala wa kwanza. Mwanamke akaja kufanywa kama msaidizi. Kwa kama dunia alipewa Adam, ambaye anaweza kuipoteza dunia ni Adam, sio Hawa. Katika session ya pili naomba mtu wa Mungu usikose. Na kama mpaka sasa unaendelea kubarikiwa, naomba comment hapo chini ili tujue kwamba tuko pamoja na tuweze kuwa pamoja katika session ya pili pia, kwa sababu kuna vitu vizuri ambavyo naamini hujawahi kuvisikia, tutaenda kuvisikia katika session ya pili. Hapa ni kama tumegusa tu juu. Kwa hiyo nani aliyepoteza? Ni Adam, sio Hawa. Aliyepoteza dunia ni Adam. Hawa hakupoteza dunia, kwa sababu dunia hakupewa Hawa, alipewa Adam mwanzoni. Ni nani aliyevichukua? Aliyevichukua ni Shetani, kwa sababu ilikuwa chini ya Adam, dunia ilikuwa chini ya Adam. Adam kwa kuasi akawa chini ya Shetani, na maana dunia ikawa chini ya Shetani. Ina maana aliyevichukua ni nani? Ni Shetani. Tumejibu maswali ya matatu tuliuliza mwanzoni, ambayo tusema ni maswali yetu ya msingi. Sasa tumalizie kitu kimoja cha mwisho kutokana na muda. Tumalizie jambo la mwisho. Tumesema baada ya anguko kuna vitu viliingia duniani, kuna vitu ambavyo vilikuwepo mwanzoni vikaingia duniani. Cha kwanza kabisa kilichoingia duniani, tutaenda kuona vitu viwili vya msingi.
japokuwa vitu viwili hivyo vinazaa vitu vingine. Kitu cha kwanza kilichoingia baada ya anguko, cha kwanza ilikuwa ni dhambi. Cha kwanza ilikuwa ni dhambi, na mimi hapa unaona mtu wa Mungu, ni dhambi. Na tumesema session ya pili tutaangalia kwa undani kabisa, hapa tunaangalia juu. Ukisoma Warumi ile 5:12 na 14, Biblia inasema kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, fanano na kosa la Adam aliye mfano wake yeye atakayekuja. Kosa la Adam ni kumtii shetani badala ya kumtii Mungu. Na Biblia inasema hapo, unaona kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia kwa mtu mmoja, na maana anguko lilikuwa ni kwa ajili ya kwa mtu huyu. Anguko ni kwa mtu mmoja, sio kwa Hawa. Anguko alikotokea kwa Hawa, alitokea kwa Adam. Hawa alidanganywa sawa, lakini kudanganywa kwake kuleta anguko lolote kwenye dunia, wala kwa Adam kuleta anguko kwake yeye mwenyewe. Lakini dunia, kwa sababu alipewa Adam, kwa kuasi kwa Hawa kuleta madhara yote kwenye dunia wala kwa Adam, lakini kuasi kwa Adam ndio kuleta anguko kwenye dunia, kwa sababu Mungu alimpa mamlaka Adam, na Mungu kwenye vitu ambavyo anaheshimu ni mamlaka, anaheshimu mamlaka, Mungu anaheshimu sana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza liloingia ni dhambi. Tumesoma hapa Warumi 5:12 na 14. Lakini jambo la pili ambalo yanategemeana bila moja kukua kuna lingine ni mauti. Kusoma ile Warumi 5:12 na 14 pia inasema kwamba kwa hiyo ni ule mstari ambao tumesoma hapo juu. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa mtu mmoja ambaye ni Adam dhambi iliingia ulimwenguni, ambao dhambi ndio iliingia kwanza, na kwa dhambi hiyo mauti, na maana dhambi ikaleta mauti. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, ifanao na kosa la Adam aliye mfano wake yeye atakayekuja. Kwa hiyo tumesema cha kwanza kilichoingia baada ya mwanadamu kuanguka na kuwa chini ya utawala wa shetani ni dhambi. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Adam ndio alisababisha dhambi iingie ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ikaleta mauti. Lakini kuna vitu ambavyo pia viliingia kutokana tu na vitu hivi. Tunaosema mauti tunaongelea kifo. Sasa kuna vitu viliingia ambavyo ni matokeo ya mauti. Kuna kitu kinaitwa magonjwa ambacho hakikuwepo kabla mwanadamu kuanguka, na kuna kitu ni umaskini. Haya yote hayakuwepo kabla mwanadamu kuanguka. Magonjwa, tumesema magonjwa, tunasema mtu anaumwa, magonjwa ni njia ya kuelekea kwenye mauti. Kwa mauti inaambatana magonjwa, inaambatana umaskini. Kabla Adam kuasi hakukuwa kuna magonjwa kama unaona sasa hivi. Kuna kansa, kuna vidonda vya tumbo, magonjwa mengi ambayo hayahesabiki. Kila siku unasikia ugonjwa mpya, kila siku unasikia shida mpya, kila siku unasikia kuna ugonjwa huu umeingia, kila siku unasikia kuna hiki, mara kuna corona, mara kuna nini. Lakini kumbuka, unaposikia haya mambo utambue ya kuwa mwanzo Mungu alipoumba dunia, Mungu akasema kila kitu kilikuwa ni chema. Hakukuwa kuna hivi vitu ambavyo unaviona sasa hivi. Kwa bahati mbaya watu wamekuwa wakimlaumu Mungu. Hata wewe labda ulikuwa kwa kutokujua, kwa kutokufahamu kwamba tupo kwenye ulimwengu ambao mwanadamu ameanguka, basi unaweza kumlaumu Mungu akasema, Mungu kwa nini umeniumba katika hii hali? Mungu kwa nini umeniweka katika mazingira haya? Mungu kwa nini umeniweka katika dunia yenye shida na matatizo? Lakini kumbuka, Mungu sio aliyofanya haya mambo. Haya mambo yamefanywa na shetani. Shetani ndio anachinja na kuharibu. Shetani ndio ameleta hivi vitu, dhambi, mauti na umaskini, kwa sababu yeye sasa ndio mtawala. Biblia inamtambua shetani kama mtawala wa dunia. Ndio maana hata Yesu anasema, ninyi mko ulimwenguni lakini sio ulimwengu huu. Sisi sio ulimwengu tulioamini. Sasa ndio tunakuja kitu kinaitwa mpango wa wokovu, na leo tumesema tutaangalia katika session inayofuatia mpango wa wokovu. Tunaposema wokovu ni njia ya Mungu kumtoa mwanadamu katika utawala wa shetani, kumrudisha katika utawala wa Mungu. Ni njia ya mwanadamu kumchomoa hapa mwanadamu hapa, kumchomoa kwa jina kwa kupitia Yesu Kristo na kwa kufa kwake msalabani, kumtoa hapa
kumleta tena katika uhusiano wa Mungu. Sio kwamba Mungu anashindwa kumtoa mwanadamu au kumtoa shetani, lakini Mungu anaheshimu sana neno lake anaposema kwamba unayemtumikia unakuwa mtumwa, basi utakayemtumikia unakuwa mtumwa, na Mungu hatokulazimisha. Kwa Mungu lazima afuate sheria zake alizojiwekea mwenyewe ili kuweza kumwokoa mwanadamu. Sio kwamba Mungu hana nguvu ya kumtoa shetani, sio kwamba Mungu hana nguvu ya kuondoa yote yanayoendelea hapa, lakini atakuwa sio Mungu wa haki, na Mungu katika sifa yake ni Mungu wa haki. Lazima mambo yote anayotenda ni mambo ya haki. Ndio maana imechukua Mungu miaka 1400 kuleta mpango wa wokovu duniani. Alikuwa anatafuta njia ya kutumia haki ambayo ameitamka kwa neno lake mwenyewe ili kuweza kumwokoa mwanadamu. Sio kwa nguvu. Mungu sio kama hana nguvu za kumtoa shetani, wala hana nguvu za kutoa magonjwa, wala nguvu za kutoa maskini kwa kila mtu. Wote tukao wazima, kwa hamna ugonjwa, shetani akatolewa utawala, lakini Mungu ni Mungu wa haki na anaheshimu sheria alizojiwekea mwenyewe. Kwa lazima afate sheria ili aweze kumtoa mwanadamu kutoka kwenye utawala wa shetani na kumrudisha kama ilivyokuwa kwenye bustani ya Eden. Ndio maana Yesu anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tutaenda kuangalia katika sessions zinazofuata ni njia gani Mungu alitumia, njia gani ya haki Mungu alitumia kuweza kumwokoa mwanadamu, na hapo ndipo utaona kwamba hizi dini zingine zote hakuna njia ambayo inaweza kumwokoa mwanadamu. Hazina njia yoyote ya haki ambayo inaweza kumwokoa mwanadamu. Ukimuuliza wewe utaenda mbinguni kwa sababu gani, mtu atakwambia tu kwa sababu Mungu amenisamehe. Kwa nini Mungu akusamehe? Kwa nini asimsamehe na shetani? Kwa nini saa miaka yote Mungu ameruhusu mambo yameendelea? Anasema tu Mungu atanisamehe. Lakini tuenda kuangalia mpango wa wokovu, jinsi Mungu alivyomtoa mwanadamu kutoka kwenye utawala wa shetani. Kwa mambo yaliyoingia duniani baada ya anguko la mwanadamu, kuna dhambi na mauti, ambapo ndani ya mauti kuna magonjwa, kuna maskini na vitu vyote ambavyo naviona ambavyo sio sawa sawa kuendelea katika dunia hii. Biblia inasema mshahara dhambi ni mauti. Biblia inasema pia katika ile Efeso anasema nanyi mlikuwa wafu kutokana na makosa yenu na dhambi yenu. Maana dhambi ilileta mauti na magonjwa vikaingia duniani, na ndivyo ambapo unaona hii dunia ipo. Na hii ndio summary ya ufupi kuhusiana na anguko la mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa na Mungu. Biblia inasema kwamba kila kitu alichokifanya Mungu kilikuwa ni chema sana, lakini kwa bahati mbaya sana Adam akakubali kumtii shetani na akawa chini ya utawala wa shetani, na hapa ndipo anguko la mwanadamu lilipotokea. Na katika session inayofuatia tumesema tutaenda kuangalia vitu mbalimbali. Kwanza tumezungumza hapa, lakini hatujamzungumzia mwanamke. Mwanamke ana sehemu gani katika anguko la mwanadamu? Tumesema anguko la mwanadamu halijatokana na mwanamke, limetokana na mtu mmoja. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa mtu mmoja ni nani? Ni Adam. Adam pia tumesema hakudanganywa, alidanganywa ni mwanamke, na tutaenda kuangalia kwa nini Adam alikubali kula tunda wakati alijua kwamba kabisa hapa sijadanganywa, na najua ninachokifanya, na najua ni kila tunda nitaanguka, na najua ni kila tunda vitaingia hivi vitu. Adam alijua yote haya unaoyaona. Alijua kwamba nakula tunda, baada hapo nitakufa, baada hapo dhambi ikaingia, baada hapo mauti itaingia. Alitambua vizuri. Ndio maana Biblia inasema Adam hakudanganywa, lakini aliingia katika hali ya kosa kwa maamuzi yake mwenyewe. Tutaenda kuangalia yote. Naamini Mungu amekubariki. Kama umebarikiwa na somo hili, kama tuko pamoja, na kama upo tayari kuweza tuangalie na session ya pili na ya tatu kuhusiana hili somo, comment chochote hapo chini kulichojifunza. Kama una swali lolote usiache kucomment. Mungu atakubariki sana, na naweza kujua kwamba tuko pamoja na niko na watu. Na kama umejifunza umebarikiwa, comment chochote hapo chini, like video. Kama uko YouTube, subscribe kwenye channel uweze kupata mafundisho mengine mazuri. Vitu vizuri vingi vinakuja, na naamini Mungu atakubariki sana sana sana. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe siku ya leo, na Mungu akubariki. Nakupenda sana. Karibisha na mwingine katika kipindi hiki, na kama umbarikiwa pia usahau kushare hii video. Inasaidia sana kukuza channel na kuweza kufikisha neno la Mungu kwa watu wengi. Ni bure, kulike ni bure, inasaidia sana unapo like, unapo subscribe, unapo comment. Inasaidia sana kukuza channel na kuweza kutia na moyo kwamba tunajua niko na watu. Mungu akubariki sana na kupenda sana sana. Amen.